Sisi kama viongozi wa dini, jambo la kwanza, amani ni matokeo. Amani sio kitu unaenda kununua dukani. Amani sio kitu unaamka unacho, ni matokeo. Ni matokeo ya kutoshelezwa. Sisi watu wa kiroho tunasema kutoshelezwa kiroho, alafu baadaye kutoshelezwa kimwili. Nitoe wito pia kwa Watanzania kwamba na sasa ni kwa serikali na sisi wananchi, sisi viongozi wa dini, nimesema amani ni matokeo. Ni matokeo ya kutekeleza wajibu. Kwa hiyo kila mtu akitimiza wajibu wake, kuanzia serikali, sisi viongozi wa dini, Mtanzania kila mmoja, asasi za kiraia, taasisi binafsi, kila mtu akitimiza wajibu wake, tutakuwa na amani. Acheni kusubiri nafasi ziwafuate, bali kuweni watu wa nafasi. Tumemwona mkurugenzi na mbeba maono wa Shekinah App, yeye hajasubiri nafasi, hajalalamikia serikali, hajalalamikia kanisa, hajamlalamikia Mungu. Ameiona nafasi na amekuwa nafasi. Kwa hiyo sasa, kwa kupitia yeye mambo yanakwenda. Kwa hiyo vijana, naombeni sana kwamba tusiwe watu wa kulalamika kwenye mitandao, tusiwe watu wa kulalamika kwenye makanisa wala kumlalamikia Mungu. Tuendeni tukawe nafasi, na nafasi hii ikawasaidie watu wengine kusonga mbele. Pamoja na haya matatu, jambo la kwanza ilikuwa ni kuona taasisi za dini zinaendelea kuwa karibu na serikali na kushirikiana katika kuendeleza kudumisha amani, upendo, mshikamano na umoja wa kitaifa. Lakini pili, alipoanzisha hii shughuli ya mahusiano, Mheshimiwa Rais alilenga kuona taasisi za dini zinazidi kushirikiana na serikali kwa karibu zaidi katika kuwalea vijana wa Kitanzania ili kuendelea kuwa wenye maadili mema, wenye kulipenda taifa lao na wachapakazi kwa bidii na kwa ustawi wa maendeleo ya mama Tanzania. Lakini jambo la tatu ni kuona taasisi za dini zinasaidia kwa karibu zaidi katika uwezeshaji wa vijana kiuchumi kupitia afua bunifu mbalimbali na kutoa hamasa kwa vijana kuchangamkia fursa zinazotolewa na serikali, ikiwemo mafunzo ya ukuzaji ujuzi.